Niko hapa kuwafahamisha umma wa Kiislamu, hasa kina mama. Naona tulikofikia sio sehemu sahihi. Kwanza, katika dini yetu mwanamke hutakiwi kunyanyua sauti juu ya wanaume, na hasa mashehe wetu. Mashehe wetu ni viongozi wa dini. Sasa hivi hamna mitume inaokuja. Sasa hawa ndio viongozi ambao ndio maulama wetu ambao ndio wanatuongoza katika dini. Kwa hiyo huwezi wewe ukaenda ukazungumza kitu tofauti ukawapinga, na hali ya kuwa unaona walioyafanya hao sio sahihi. Kwa sababu kama wewe kweli ni Muislamu ambaye unajua Uislamu kwamba mtume wa mwisho alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, leo wewe unanyanyuaje sauti ukisapoti hilo? Hao walioenda huko wenyewe wamekiri na wameomba radhi na wameshahadia tena, ina maana kwamba walikiuka na waliondoka kwenye Uislamu. Sasa leo wewe unasapoti lipi? Basi kama wewe unaliona sawa sawa, basi wewe nenda upande huo wa pili ukasapoti, kwa sababu ukiwa upande wa pili hamna mtu atakayekuuliza kama kuna mtume wa 5, wa 6, wa 10. Lakini sisi huku kwenye Uislamu mtume 25 na wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hatokuja tena mwingine, huyo ndio wa mwisho kwa msingi wa dini yetu ya Kiislamu. Sasa kama uko upande wa pili, basi nenda upande wa pili ukasimame huko ukazungumze hiyo mitume inayokuja, lakini huku hamna mtume atakayekuja, huyo ndio mtume wa mwisho. Kwa hiyo tusipotoshane, na hasa kwenda kuwaonyeshia vidole mashehe. Hiyo ni kosa kubwa sana, kwa sababu mashehe wetu ndio viongozi wetu wa dini ambao ndio wanaotuongoza na ndio tupa ilmu hizi. Wao ndio wamepokea kutoka huko mpaka wamefika hapo. Wao ndio viongozi wetu sasa sisi tunatakiwa kuonyesha nidhamu ya juu, lakini kuhakikisha kwamba misingi ya dini inasimamiwa na watu wanajua ukweli wa dini yetu. Dini yetu hakuna mtume zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio wa mwisho na hatakuja tena mwingine zaidi ya huyo. Wa hadha, salamu alaikum wal afwa minkum.